Ninakumbuka nilipokuwa kijana nilihubiri mahubiri yangu ya kwanza. Nilikuwa na hofu sana na mahubiri yalidumu kama dakika 15. Hakuna aliyetoa mwitikio, lakini angalau hakuna aliyesimama kutoka katikati ya mahubiri. Nakumbuka mchungaji mstaafu alikuja kwangu baada ya hapo na kuniambia kwamba lilikuwa ni somo zuri. Alikuwa mtu mzuri ambaye ni wazi alikuwa na matarajio ya chini sana. Sasa hebu niwaambie kile tutakachojifunza leo. Tuko karibu kusikiliza mahubiri ya kwanza kabisa katika Agano Jipya na yatapata mwitikio mkubwa sana. Kwa kweli, haya mahubiri yataanzisha kuundwa kwa kanisa la Agano Jipya. Sasa nina uhakika mitume watashangazwa sana watu 3,000 watakapojibu kwa kumgeukia Kristo kwa imani. Sasa mapema asubuhi ya siku hii ya Pentekoste, tuliona katika kipindi chetu kilichopita jinsi Roho Mtakatifu alivyoshuka kwa nguvu za ajabu juu ya hawa wanafunzi wa mwanzo, na kisha wakaleta Injili kwa lugha mbalimbali ambazo hawakuwahi kujifunza binafsi. Na sasa Petro anasimama na anaelezea kuhusu zile lugha za kimiujiza zilizotokea hapa kwenye mstari wa 17, na anafanya hivyo kwa kunukuu nabii Yoeli. Katika siku za mwisho itakuwa, asema Mungu, nitamimina Roho wangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu wa kiume na wa kike watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Sasa baadhi ya watu wanafundisha kwamba Pentekoste ilitimiza unabii huu wa Yoeli na kwamba sote tunapaswa kuwa tunatabiri, kuona maono na kunena kwa lugha siku hizi. Lakini Petro haishi kunukuu kutoka kwa Yoeli katika sehemu hii. Anachofanya ni kuendelea mbele na kutoa hoja dhidi ya utimilifu wa unabii wa Yoeli katika siku hii ya Pentekoste. Petro anaendelea na nukuu yake hapa katika mstari wa 19. Nitaonyesha maajabu mbinguni juu na ishara duniani chini, damu na moto na mvuke wa moshi. Jua litageuzwa kuwa giza na mwezi kuwa damu kabla ya kuja kwa siku ya Bwana, na itakuwa kwamba kila mtu atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Kwa hiyo Yoeli haelezei Pentekoste hapa, anaelezea matukio yanayohusiana na ujio wa pili wa Kristo. Na tunajua hili kwa sababu kitabu cha Ufunuo kinaeleza matukio haya ya ulimwengu yanayotokea katika kipindi hicho cha dhiki zijazo kabla tu ya Yesu kurudi kwenye sayari ya dunia. Pia tunajua kwamba hata wakati wa dhiki, wote wanaoliitia jina la Bwana wataokolewa. Kwa hivyo Petro ni nini? Petro anasema nini hapa? Naam, wacha nifafanue maneno ya mtume hivi. Huyu ndiye Roho Mtakatifu ambaye Yoeli aliandika kumhusu. Sasa yuko hapa, na Roho huyu mwenye uwezo wa kutimiza unabii wote wa Yoeli ndiye anayetupa nguvu sasa hivi kuzungumza kwa lugha hizi ambazo hatukuzijua. Kwa kweli, Petro anaendelea kutangaza kuhusu mfalme atakayeketi kwenye kiti cha enzi cha Daudi wakati unabii wa Yoeli utakapotekelezwa. Hatakuwa mwingine yeyote bali ni Yesu Kristo. Anamfafanua hapa katika mstari wa 22 kama mtu aliyeshuhudiwa na Mungu kwa matendo makuu na maajabu na ishara. Kwa maneno mengine, miujiza ya Yesu inathibitisha kwamba alikuwa, kama Petro asemavyo baadaye katika mstari wa 36, Bwana na Kristo pia. Kristo ni neno la Masihi. Hata hivyo, bila shaka, kama tujuavyo, Yesu alikataliwa alipopaswa kukubaliwa kuwa Masihi. Na kwa hilo, Petro sasa analeta pamoja mpango mzuri wa Mungu licha ya kazi mbaya ya mwanadamu. Petro anasema hapa katika mstari wa 23, Yesu huyu aliyetolewa kulingana na mpango maalum na kujua kwa Mungu tangu awali, mlimsulubisha na kumuua kwa mikono ya watu wasio na sheria. Kwa maneno mengine, kusulubiwa hakukuwa kosa. Haikuwa mpango B, ilikuwa mpango wa Mungu tangu mwanzo.
Ndiyo, wanadamu wenye dhambi wanawajibika kwa kumkataa Kristo, lakini sasa Petro anatoa habari ya kushangaza kwamba kifo cha Kristo kilikuwa sehemu ya mpango wa Mungu wa wokovu tangu milele iliyopita. Tangu nyuma kabisa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 50, Yusufu alionyesha kanuni hiyo hiyo alipowaambia ndugu zake waovu, ninyi mlipanga mabaya dhidi yangu, lakini Mungu alipanga kwa ajili ya mema. Yaani, Mungu alichukua uovu wenu, dhambi zenu, lakini akageuza, akafanya yafanye kazi ili kuwaokoa watu wake. Kwa hiyo kifo cha Yesu kilikuwa kwenye mpango wa Mungu tangu mwanzo, lakini sasa sikiliza sehemu iliyobaki ya mpango huo. Petro anasema hapa katika mstari wa 24, Mungu alimfufua kwa sababu haikuwezekana yeye kushikiliwa na mauti. Kisha Petro ananukuu kutoka Zaburi 16 ambapo Daudi aliandika kwamba Bwana hatamwacha mtakatifu wake aone uharibifu. Kwa maneno mengine, Masihi aliyesulubiwa hangeoza kaburini, angefufuliwa kutoka kwa wafu. Sasa Petro anaonekana kuashiria hapa kwa wale wanafunzi waliokuwa wamesimama karibu naye, kwa sababu anasema hapa katika mstari wa 32 kwamba wote ni mashahidi wa ufufuo wa Yesu. Zaidi ya hayo, anasema kwamba Yesu alikuwa ameahidi kumtuma Roho Mtakatifu, ambaye ishara zake zenye nguvu wasikilizaji wa Petro sasa wanazishuhudia. Na kwa hayo, Petro anahitimisha mahubiri yake yenye nguvu kwa kutoa hukumu. Hii hapa katika mstari wa 36. Kwa hiyo jueni hakika kwamba Mungu amemfanya Bwana na Kristo, huyu Yesu mliyemsulubisha. Sasa tufanye nini? Basi mstari wa 37 unatueleza. Waligusa mioyo yao na wakauliza, tutafanya nini? Neno la kwanza kutoka kwa Petro ni tubuni. Neno la Kigiriki hapa katika mstari wa 38 linamaanisha kubadili mawazo yako. Kwa maneno mengine, mlifikiri Yesu alikuwa seremala kichaa asiye na akili. Sasa badilisha mtazamo wako juu yake. Yeye ndiye Masihi. Yeye ndiye mfalme. Na sehemu iliyobaki ya mstari wa 38 hapa imeleta mkanganyiko kidogo, na kwa bahati mbaya imesababisha baadhi kufundisha kwamba wokovu ni kwa imani pamoja na angalau tendo moja. Petro anasema hapa, tubuni mkabatizwe kwa ajili ya msamaha wa dhambi zenu. Hiyo inaonekana kama ubatizo ni wa lazima ili dhambi zikusamehewe. Lakini kiunganishi kidogo kilichotafsiriwa kama kwa ajili ya msamaha wa dhambi zenu kinaweza kutafsiriwa kama ilivyo katika vifungu vingine, kwa msingi wa au kwa sababu ya. Kwa hiyo unaweza kuandika neno hilo dogo kwa sababu pembeni hapa ili kukufafanulia. Inapaswa kutafsiriwa tubuni mkabatizwe kwa sababu ya msamaha wa dhambi zenu. Wapendwa, tunaokolewa kwa imani pekee bila matendo, kama Biblia inavyofundisha mara kwa mara. Ingawa ubatizo si wa lazima kwa wokovu, basi hebu tusiwache pembeni. Imeamriwa. Ni ushuhuda wa hadharani wa utambulisho wako na Kristo. Kwa kweli, neno hilo la Kiyunani baptize linamaanisha kuzamisha. Basi nini kinatokea katika ubatizo? Naam, umewekwa chini ya maji. Unajihusisha na kifo na kuzikwa kwake, halafu unatolewa majini unapojitambulisha na ufufuo wa Kristo. Kwa njia, kanisa limeamriwa kubatiza kila mfuasi wa Kristo. Utapata hata mstari mmoja katika Agano Jipya unaokuambia ubatize watoto wako wachanga. Mathayo sura ya 28 mstari wa 19 inatuamuru tufanye wanafunzi na kuwabatiza, yaani wale waliochagua kumfuata Kristo. Wapendwa, ubatizo si kitu ambacho wazazi wako wanakufanyia hata kama nia yao ni njema. Ubatizo ni kitu unachomfanyia Kristo.
Unapoliambia dunia kwamba wewe ni wake, unaamini katika kifo chake, kuzikwa kwake na ufufuo wake. Naam, jibu la mahubiri ya Petro hapa ni la kushangaza. Mstari wa 41 unatuambia kwamba watu 3,000 waliamini ujumbe wake. Waliamini Injili, walitubu, walibadili mawazo yao kuhusu Yesu na wakapanga mstari ili kubatizwa, na ghafla kikundi kidogo cha wanafunzi kinakuwa kanisa lenye waumini wapya zaidi ya 3,000. Sasa hawana majengo. Hawana mtaala wa shule ya Jumapili, kwa hiyo wanafanya nini? Sawa, hebu nikuambie walichofanya. Mara moja walijitoa kwa bidii kwenye mambo manne yale ambayo kanisa linapaswa kuyafuata leo. Kwanza, kuna kujitoa kwa mafundisho. Mstari wa 42 unasema waliendelea kujifunza mafundisho ya mitume. Hebu nikuambie, msingi wa kila kanisa la kibiblia ni mafundisho yake, sio mipango yake. Siku hizi tuna mipango mingi, lakini mafundisho ni machache sana. Pili, kuna kujitolea hapa kwa ushirika. Neno asili la ushirika ni koinonia, ambalo linamaanisha ushirikiano. Agano Jipya halijawahi kufikiria muumini aliyejitenga na kanisa la mtaa, lakini kwa ushirikiano na waumini wengine katika kanisa la mtaa. Tatu, wamejitolea hapa kuabudu. Kumega mkate na maombi. Wanamkumbuka Bwana wao kwa kushika komunyo, kwa kuzungumza naye, kupitia sala. Na hatimaye kuna hili jambo la 4 la kujitolea, na tutaweka tu kwamba ni kujitolea, kupendana wao kwa wao. Mistari ya 44 hadi 47 inaelezea upendo wao kwa kila mmoja, jinsi wanavyouza mali zao zote na kugawa mapato kwa wote kadri mtu alivyokuwa na uhitaji. Tunapaswa kuelewa kwamba waumini hawa Wayahudi wengi wangeanza kukumbana na magumu mara moja. Watapoteza hadhi yao katika jamii. Watatimuliwa kwenye sinagogi kwa sababu ya kwenda kinyume na viongozi wa Kiyahudi. Watapoteza kazi zao. Sasa wanashughulikia mahitaji ya kila mmoja kwa sababu mahitaji makubwa yamejitokeza mara moja. Mstari wa 47 unatueleza Bwana alikuwa akiongeza idadi yao kila siku, wale waliokuwa wakiokolewa. Haishangazi inakuwa wamejitolea kwa mafundisho, ibada, ushirika na upendo, mfano bora kwa kila kanisa la Agano Jipya leo. Vema, hadi somo letu lifuatalo, wapendwa. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.